Kwa jina naitwa Mpondomoka Ramadhani, ni makamu mwenyekiti wa Jumuiya ya Chamata Association wilaya Kilosa. Leo tumefika katika kijiji cha Matongolo. Lengo letu kuona mafanikio gani ambayo yametekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya awamu ya 6, lakini pia kubwa zaidi kuona kuna changamoto gani ndani ya kijiji hiki ambazo zinahitaji suluhu kupitia wao au kwa vyombo vingine au madaraka yaliyopo juu yao. Tumefika katika ofisi ya serikali ya kijiji na nimekutana na viongozi wa serikali ya kijiji. Natamani wajitambulishe mmoja mmoja na kuzungumzia changamoto ambazo zinaikumba jamii hii au kijiji hiki cha Matongolo. Mheshimiwa, karibu. Asante na shukuru. Kwa majina naitwa Violet Michael Mwalongo, ni afisa mtendaji wa kijiji cha Matongolo. Katika kijiji chetu mafanikio ni makubwa katika awamu ya 6 yaliyotekelezeka. Na tunafurahi sana kwa awamu ya 6. Pia changamoto zipo. Changamoto kubwa ni barabara yetu inayoenda Kilosa kukosekana na matuta pamoja na alama za barabarani. Hii nayo ni changamoto kubwa ambayo iko katika kijiji cha Matongolo. Kama tunavyojua katika wakati huu mji wetu umekuwa, kuna wakazi wengi na watu wengi ambao kuna vivuko ambavyo watoto wanatoka kwenda mashuleni, kuna wananchi wanaotoka katika shughuli mbalimbali wanavuka, ambayo inasababisha asilimia kubwa kuna matukio mbalimbali ambayo yanatokea, hasa watoto kugongwa na magari, pia hata na watu wazima wanapotoka katika pilika zao. Lakini kukiwa na alama za zebra pamoja na vivukio vitasaidia hata mtu anapovuka akiangalia zile alama, itapunguza kasi za ajali nyingi barabarani. Nikushukuru afisa mtendaji kwa maelezo mazuri uliyotupa, lakini pia sasa hivi tunaelekea kwa mwenye serikali yake ya kijiji, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Matongolo. Mheshimiwa mwenyekiti, karibu sana kuelezea. Mimi nafikiri kwanza niwashukuru kwa waandishi wa habari kwa namna ambavyo mmeona kuja kuchukua maoni tofauti katika vijiji vyetu. Kijiji hichi mwanzo kabisa kilikuwa na wakazi wachache. Wakati barabara inatengenezwa ambayo ilikuwa ni urefu wa kilomita 65, walikadiria kuona kwamba maeneo ya Dumila kuna population ya ongezeko la watu. Na ndio maana serikali ikatengeneza tuta umbali wa mita 375 ambalo lilielekeza kwa ajili ya kivuko cha wanafunzi wa shule ya msingi Dumila njia panda. Wakati huo barabara hii inajengwa, shule ya msingi Matongolo ilikuwa bado haina wanafunzi wengi. Sasa basi baada ya ujenzi huo wa mita 300 na kidogo kuwekwa tuta, baadaye wakaenda kuongeza zebra umbali wa mita 120 upande wa stendi. Walijenga hicho kivuko na kweli kivuko hicho kilisaidia sana. Lakini kuanzia hapo eneo la kama mita 490 hakujajengwa tena kivuko wala alama za zebra. Makusudio yao mwanzo hayakuwa mabaya, kwa sababu waliamini maeneo hayo ndiyo yenye ongezeko la watu. Sasa kama serikali ya Matongolo inapata changamoto mojawapo ya ukosekanaji wa hayo matuta, kwanza ongezeko la watu ambalo lina mwingiliano baina ya Dumila juu, Dumila njia panda na Matongolo yetu. Kwa hiyo gari inapotoka umbali wa mita hizo 490, baada ya hapo inaachwa huru. Ikiachwa huru inakuwa na kasi kubwa sana. Na ndio maana ukitazama ajali nyingi zinatokea baada ya mita 900, ambapo sehemu hiyo ni kivuko cha wanafunzi kutoka upande wa kaskazini kuelekea shule ya msingi Matongolo. Na ni jirani kabisa na ofisi yetu. Ndio maeneo ambayo yanatokea ajali. Na eneo hili linaweza likahisika kwamba ni eneo kama baadhi ya wananchi wanahisi kama ni eneo la kishirikina. Lakini kiukweli sio eneo la kishirikina. Isipokuwa ile movement ya gari baada ya kutoka umbali huu ninaouelekeza wa mita 900, gari inakuwa tayari ina kasi. Sasa ile kasi ndio maana ukikutana na mwananchi akipata maeneo hayo ajali lazima afe. Kwa sababu gari tayari inakuwa imeshajiachia kwa kasi kubwa. Kwa hiyo sisi ombi letu kama serikali ya kijiji tunafikiri ni vyema sasa TANROADS tumeshawalalamikia mara kadhaa kupitia vikao vya BMK na vikao vinginevyo, waendelee kusikiliza na kutatua hii changamoto, watuwekee matuta ambayo yatapunguza mwendo huu wa haya magari ili ajali hizo ziweze kupungua. Kwa mfano tu katika kipindi cha mwaka huu tayari tumeshapata ajali ya watu wawili, ambao mmoja ni miongoni mwa wanafunzi katika wanafunzi wa shule ya msingi Matongolo, alikuwa akisoma darasa la 4, amepata ajali mbaya na pia imeenda mpaka kupoteza maisha yake. Kwa hiyo tunaomba, kwa sababu eneo hili linaingia katika mradi wa barabara zaidi ya kilomita 2.6, nikikusudia kuanzia barabara ya kubwa inayotoka Morogoro kwenda Dodoma,
Kutoka hapo kwenye maunganisho hayo mpaka mwisho wa kijiji chetu ni kilomita 2.6. Kwa hiyo katika hizi kilomita 2.6 zote ni maeneo ambayo wakazi wanaishi katika pande zote mbili, upande wa kaskazini na upande wa kusini. Maeneo yote haya yanajumuisha katika kijiji cha Matongolo. Kwa hiyo ni vema sasa walau kila baada ya mita 500 ikiwezekana na ikiwapendeza watuwekee matuta ya kutosha, lakini pia watuwekee alama za zebra, lakini pia ikiwezekana hata baadhi ya maskari waweze kukaa maeneo hayo kwa ajili ya kudhibiti mwendo. Sababu za msingi sana ninazoziona ni kwa sababu waliweka matuta haya machache kutokana na kuona Matongolo haina watu, lakini sasa hivi tuna watu wengi. Kwa mimi niombe kwa upande wa serikali ifikirie jambo hili kwa kina sana ili iweze kutetea maisha ya wananchi wetu. Leo tumepoteza binti ambaye alikuwa akisoma darasa la 4, akapata ajali mbaya asubuhi na hatimaye akafariki maisha. Kwa hiyo tunategemea sasa kama kasi hii itaendelea na ongezeko la watu, tutapoteza ajali na nguvu kazi ya wananchi wengi sana. Kwa mimi niombe serikali inafanya kazi nzuri katika kijiji chetu na mji wetu na nchi nzima kwa ujumla, lakini pia kwa upande wa TANROADS walao tusaidie hayo matuta machache katika kijiji chetu ambayo yajengwe katika umbali huo wa kilomita 2.6. Asante. Napenda kukushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti wa kijiji kwa kuelezea vizuri haswa changamoto ambazo zinaikumba kijiji chako. Nikushukuru sana, lakini tunaamini serikali kuu na serikali itaona hili kuwa ni changamoto kubwa na itatolea ufafanuzi, kwa maana kwa kuleta kile ambacho umeomba. Tuitupie ofisi ya mkuu wa wilaya Kilosa, kwa kupitia yeye naamini ni mheshimiwa anatujali sana sisi wana Dumila, anatujali sana wana Kilosa, atalibeba pia hili kwa lengo kupunguza gazia hii ambayo wananchi wa kijiji cha Matongolo inapata. Baada ya kutoka ofisi ya serikali ya kijiji na kuona changamoto walizozielezea afisa mtendaji wa kijiji na mwenyekiti wa kijiji, sasa hivi tuko katika jamii. Tuone tunakutana na jamii, lengo kuona kuna changamoto gani kubwa na wao pia wanaielezea. Licha ya zile ambazo wamezungumzia ofisi ya serikali ya kijiji, tuone wananchi wanazungumza nini, kuna changamoto gani ndani ya kijiji chao, katika kijiji chao cha Matongolo. Napenda kukutana na mwananchi. Kiongozi, habari za asubuhi. Safi, mambo vipi? Salama bwana, mimi naitwa Mpondomoka, tupo katika na Asili TV, ni mwenyekiti wa jumuiya ya Chamata Association. Leo tumetembelea katika kijiji chenu kuona kuna changamoto gani kubwa ambazo zinakumba wanakijiji na tuzelekeze katika mamlaka husika, tuone namna gani wanaweza kutusaidia kutatua hizo changamoto. Karibu sana. Sawa sawa. Changamoto zetu za eneo hili, changamoto kwanza hakuna mabamsi, cha pili hamna rasta zile za kuzuia kwa sababu magari yanatoka mwendo kasi, pikipiki, hakuna zebra. Changamoto nyingine, watu wanapata ajali kwa muda mwingi sana kwa sababu ule usimamizi wa vituo vya wapita kwa miguu hakuna. Kwa hiyo changamoto hiyo imekuwa ni kubwa, ajali zinatokea kwa wanafunzi, kwa watu wa kawaida, wazee wanapopata ajali zinakuwa mbaya, hawezi kupona kabisa. Kwa hiyo tulikuwa tunaiomba serikali iweze kuweka vituo vya kuwekea watembea kwa miguu na kuwekea mabamsi ili kwa ajili ya kupunguza mwendo eneo hili. Maana eneo hili kutoka eneo lile mpaka unafika kule, eneo hili hakuna bamsi. Kwa hiyo hatari kwa wananchi, hatari kwa watoto pia wanaotembea kwa miguu. Mara nyingine unakuta tu mtoto anatoka huko amepotea, anataka kuvuka, lakini inatokea changamoto hiyo kwa sababu gari hakuna sehemu za vituo vya kuvukia kwa miguu. Watu wageni wanatoka mashambani wanashindwa kufanya kazi hiyo, kujua vituo gani vya kuvukia, na ndio inatokea changamoto za ajali mara nyingi sana kutokea mahali hapo. Kwa hiyo tulikuwa tunaiomba serikali iweze kufanya kazi yake, kutuwekea mabamsi na njia za kuwekea zebra za kupitia kwa miguu wale watu wanaotembea kwa miguu. Kwa hiyo tunashukuru sana kama mtatuwekea hivyo vitu. Tunaiomba serikali tufanyie huduma hiyo kwa haraka mno kwa sababu changamoto imekuwa ni kubwa sana. Mimi nikushukuru, lakini naomba ujirudie kujitambulisha. Kwa majina naitwa James Felix, ni mkazi wa hapa Matongolo B na mkereketwa wa eneo hili. Kwa muda mrefu niko hapa, naona machangamoto haya na ndio maana nimeyatolea ufafanuzi kwa muda. Pia kwa mantiki hiyo, sisi kama Asili TV na Chamata Association tunalichukua hili, na pia tunaona uhitaji ni mkubwa kwa kweli, kwa sababu wakati barabara hii inajengwa katika eneo hili palikuwa hakuna uhitaji wa hivyo vitu, lakini kadri ya siku zinavyozidi kwenda, miaka inavyozidi kwenda na wananchi wanavotanuka na shughuli za kiuchumi zinapelekea uhitaji kwa mkubwa sana. Tunasema hapo nyuma kulikopo na shule moja tu ya msingi Matongolo katika kijiji, lakini leo tunazungumza kuna shule 2 za katika kijiji hiki. Kwa hiyo inamaanisha kuwa mrundikano wa wanafunzi na watoto ni mkubwa sana. Kama mrundikano ni mkubwa, basi kuna uhitaji, kwa sababu wanafunzi wanavuka kutoka kitongoji kimoja kwenda kitongoji kingine, na wanavuka zaidi kutoka katika kijiji kimoja kwenda katika kijiji kingine, na barabara wanayotumia ni hii.
Hivyo basi tunashushia hili serikali muone kuwa hii ni changamoto kubwa na inahitaji suluhu. Asante sana. Nafikiri kama tulivyozungumza hapo awali, maeneo haya ndiyo maeneo ambayo mara kadhaa ajali huwa zinapatikana, na kama nilivyosema, kwa sababu maeneo haya vyombo vya moto vikishafika vinakuwa na kasi kubwa sana. Sasa hiyo kasi inapelekea watu kupata ajali. Kwa hiyo tunaomba maeneo haya pia yawekwe matuta, kwa sababu ndio maeneo ambayo yanaelekeza kwenda shule ya msingi Matongolo. Hususan kama unavyojua, shule yetu ni shule ya mchanganyiko. Ina watu ambao ni makundi maalum. Watu ambao wengine walemavu, wengine wana ukiziwi, lakini pia wengine wana umri mdogo. Kwa wanapokuwa wanaenda shuleni, maeneo haya huwa yanatokea ajali, lakini pia kuna mrundikano mkubwa sana wa watu. Bado tunaendelea kukutana na wananchi juu ya changamoto mbalimbali ambazo zinakumba wao wananchi. Hapa tumekutana na mama mmoja. Mama, unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Rehema Masudi Musa. Ni mkazi wa Matongolo B. Tuna changamoto moja kuhusu barabara. Ndio. Barabara ajali nyingi zinatokea, watoto wanagongwa, vivuko hamna, matuta hamna. Ndio. Watembea kwa miguu hamna alama zilizowekwa, kwa hiyo changamoto ni ajali nyingi kupitia hii barabara ya Kilosa. Unashuhudia ndani ya mwaka huu ajali ngapi zimetokea? Nyingi sana. Nyingi. Watoto waliokufa tu 3. Watoto waliokufa 3. Pole sana. Sana na wengine waliogongwa, wamevunjwa miguu, wamepata mikono, ni wengi kwa kweli. Sawa, kupitia changamoto hii serikali unaiomba ifanye nini? Kupitia changamoto hii tunaomba serikali itusaidie kuweka alama za nani hapo kupunguza ajali. Asante sana.